Hii ni hadithi yenye msisimko, mafundisho na burudani. Chukua muda wako kuisoma. Rai wa Uvinza, safari ya mafanikio na anguko la mapenzi. Sehemu ya kwanza. Shida za utotoni. Ray alizaliwa na kukulia katika kijiji cha Uvinza, mkoa wa Kigoma. Maisha yake hayakuwa rahisi. Alizaliwa katika familia maskini yenye watoto 7 na wazazi wake walikuwa wakulima wa kujikimu. Kila siku alilazimika kutembea kilomita kadhaa kwenda shuleni peko, huku mara nyingi akienda bila chakula. Alijua thamani ya elimu, lakini mazingira hayakuwa rafiki. Alipomaliza darasa la 7 hakuwa na uhakika wa kuendelea na masomo, lakini kwa bidii yake na msaada wa walimu waliomwamini, alifanikiwa kujiunga na sekondari. Huko nako, maisha hayakuwa rahisi. Alisoma kwa shida, akitumia mshumaa kujifunza nyakati za usiku. Lakini Ray hakuwa mtu wa kukata tamaa. Alijipa moyo na kuendelea kupambana. Baada ya kumaliza shule, alijua Uvinza haina nafasi kwake. Aliamua kujaribu bahati yake Dodoma, akiamini kuwa mji huo utampa fursa mpya za maisha. Sehemu ya pili, mapambano ya Dodoma. Ray alifika Dodoma bila kitu chochote zaidi ya nguo alizovaa na matumaini makubwa moyoni. Aliweka makazi yake Swaswa, eneo la watu wa kipato cha chini lakini lenye harakati nyingi. Ili kujikimu, alifanya kazi ndogondogo maeneo ya Sabasaba na sokoni Majengo. Alibeba mizigo, alifanya kazi ya kufagia sokoni na hata kuuza maji kwa vibanda. Hakuchagua kazi, ili mradi apate riziki. Katika harakati hizo, alikutana na marafiki wapambanaji kama Bura, Juma, Rashidi, Matonya na Mouri. Walikuwa watu wa bidii, wakiamka mapema kila siku kutafuta riziki. Ray alikuwa mcheshi na mwenye hadithi nyingi za kubuni. Aliweza kufanya watu wacheke hata wakati wa shida. Misemo na nahau zake zilivutia sana, hasa kwa wadada, lakini yeye hakupenda mambo ya wanawake. Hata pale wanawake walipojitahidi kumvutia, hakuwapa nafasi. Alijua hatima yake ilikuwa mbali zaidi ya mapenzi ya mtaani. Sehemu ya tatu, Ray na Eliza. Siku moja katika pilika zake, Ray alikutana na Eliza, msichana mrembo aliyekuwa na haiba ya kipekee. Kwa ucheshi wake na maneno matamu, aliweza kumfanya Eliza awe karibu naye. Eliza naye alivutiwa na Ray kwa sababu ya ujasiri wake, bidii na misemo yake ya kuchekesha. Hawakuchukua muda mrefu, wakawa wapenzi wa dhati. Kadri siku zilivyopita, Ray alizidi kupanda kifedha. Alifanya biashara ya nguo na viatu, kisha akafungua duka la vipodozi. Akawa na saluni na hatimaye alifanikiwa kununua gari lake la kwanza. Katika kipindi hicho, aliona ni wakati sahihi wa kumuoa Eliza. Alimpenda sana na aliamini kuwa atakuwa mke mwema. Alimuoa kwa sherehe kubwa, lakini hakujua kuwa ndoa hii ingekuwa mwanzo wa anguko lake. Sehemu ya 4, usaliti na maangamizi baada ya ndoa. Mambo yalianza kubadilika. Eliza aligeuka kuwa mtu mwingine. Alianza kutumia pesa za Ray vibaya, hakujali biashara, na kila siku alizua sababu mpya za kutaka pesa. Kilichouma zaidi ni kwamba alianza mahusiano ya siri na wanaume wengine, akiwemo marafiki wa karibu wa Ray kama Bura na Juma. Alifikia hata kuwa na uhusiano na mafundi wa gereji, sehemu ambayo Ray alikuwa akipeleka gari lake. Ray alishtuka alipogundua kuwa biashara zake zilianza kuporomoka. Duka la vipodozi lilifilisika, saluni ilifungwa na hatimaye alilazimika kuuza gari lake ili kulipa madeni. Moyo wake ulivunjika alipogundua kuwa Eliza amekuwa akitumia pesa zake kuwaonga wanaume wengine.
Ilikuwa fedheha kubwa. Kilichomfanya aingiwe na hasira zaidi ni pale alipogundua kuwa Eliza alikuwa na ugonjwa wa ukimwi na tayari alikuwa amewaambukiza wote aliotembea nao, akiwemo Ray mwenyewe. Sehemu ya 5: maisha baada ya usaliti. Baada ya kugundua hali yake, Ray alijawa na chuki. Alijutia kumpenda na kumwamini Eliza. Alikata tamaa ya mapenzi na aliamua kuwa hatamsaidia mwanamke yeyote tena maishani. Aliondoka Dodoma na kurudi Uvinza akiwa na majeraha ya moyo na mwili. Lakini alipofika kijijini alikumbuka mwanzo wake ambapo kila mtu alikata tamaa naye, lakini bado akapambana. Alikaa na kufikiria upya maisha yake. Hakutaka afe maskini wala kwa huzuni. Akaanza upya kwa kufanya biashara ndogo ndogo. Ingawa hakuwa na nguvu kama zamani, aliendelea kupambana. Baada ya miaka michache, Ray alifanikiwa tena. Safari hii alijifunza kutoweka mapenzi mbele ya maisha yake. Aliwasaidia vijana wa kijijini, lakini hakuwahi kumpa mwanamke yeyote nafasi ya kumchumia kama alivyofanya kwa Eliza. Funzo: maisha ni safari ya mapambano. Tunapofanikiwa, ni muhimu kuchagua watu sahihi wa kuwaamini. Mapenzi yanaweza kuwa chanzo cha furaha au anguko, hivyo ni vyema kuwa makini na wale tunaowapa nafasi mioyoni mwetu. Mwisho, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Msimuliaji ni mimi Rehema na mtunzi ni Paul Mjeda. Endelea kufuatilia simulizi zaidi hapa Ziwani Media. Kama una maoni na ushauri, usisite kutuandikia nasi tutakujibu haraka. Uwe na wakati mwema.